Haya basi, ndugu zangu wapendwa, kwa mara nyingine tena mko nami DJ Mfyatu Juma, nikuletea sinema nyingine kali sana, sinema moja ya kizungu, saa moja ya kibabe kweli kweli. Haya, tufuate sinema hii ambayo inatafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili. Ni sinema ambayo imechezwa kwa lugha ya Kifaransa, lakini kiwaletea kwa lugha ya Kiswahili nami DJ Mfyatu Juma. Na wacha kigongo kizuri sana sinema hii. Saa moja kali sana, saa moja ya kutisha, saa moja ya vituko kweli kweli. Sema ambayo kwanza inapendwa kabisa kabisa, ilichezwa na wachezaji mashuhuri, yule ambaye mnafahamu sana kwa jina la kizamani anaitwa Adolf, lakini kwa jina lake anaitwa Hitler katika sinema. Kwa hiyo sasa tufuate sinema hiyo, itakuwa sinema kibabe sana. Imeitwa nami mwenzenu DJ Mfyatu Juma, bila kusahau nikiwasalimia watu wa Burundi huko, asusa watu wa Rumonge, vipi hali zenu? Watu wa Birimba vile vile, vipi hali zenu? Ni mkonami DJ Mfyatu Juma. Haya basi, sinema hii ni sinema ambayo ilichezwa na watu balaa, au sio? Tukienda pale bara la Amerika, tukita USA, wagangi wa bingwa wa USA ambao walicheza sinema hii, sinema ambayo ilionyesha ni matukio mbalimbali ya kutisha ambayo wababi hao walikutana nayo katika kazi zao za utalii, au sio? Sinema ambayo ilipewa jina kwa lugha ya Kifaransa inaitwa La Crypte du Dragon, au sio? La Crypte du Dragon ni sinema ambayo ilichezwa na wachezaji fulani pakiwaemo Delphine, Landgren, Scott, Atkin, au sio? Kia wababe hawa sinema hiyo. Sasa kwa hiyo sasa tunakwenda kwa kwanza na sinema yetu hiyo ambayo ilipewa jina la kwa Kifaransa La Crypte du Dragon. Ilichezwa na wacheza filamu wanne pakiwaemo Delphine, Landgren, Scott, Atkin, au sio? Tufuate sinema hii sasa ambayo nimewaletea, mmetoa nyinyi mwenzenu DJ Mfyatu Juma kwa lugha ya Kiswahili, ili mpate wepesi wa kuelewa utamu wa sinema hizi za kizungu, wale wasiojua Kiingereza, wale wasiosikia lugha za uzunguni huko, kiitwa kwa lugha yenu ya Kiswahili. Tunakwenda sasa hapo, tunaona sasa poli ni kubwa sana, likwemo watu fulani wamebeba mafurushi mgongoni. Hayo wameshikilia na madude kwenye mikono yao, hiyo wamepigilia na makoti mazito mazito, kwa maana sehemu hiyo inaonekana sehemu ya baridi kweli katika hiyo msitu huyo, au sio? Kama kawaida hapo unaona hapo mwendo ni mwendo. Wahuni wanazidi kusonga mbele, wanakwenda hapo sasa kama kawaida, wanakwenda mbele kwa mbele huko. Haya, safari yao kabisa wanaonekana ni watu ambao njoweni muone huku. Tous les biologistes vous diront que nous avons découvert toutes les créatures vivantes de la planète, que nous n'aurons plus de surprises. Enfin, si on ne parle pas des insectes. Pourtant, c'est faux. Il y a encore des créatures qui vivent aux confins de nos pays. Des créatures qui sont restées cachées depuis des siècles. Et tout est sur le point de changer. Travis, viens par ici. Travis, njoo angalia huko, ni nini? Un Ursus arcos. Un ours grand. Il a été tué il y a peu de temps.
eti mnyama huyo uliuawa muda mrefu. Ngoja tuangalie. Kumbuka hao watu hao kazi yao ni wale watu wanyamapori ambao wanahusika na mambo ya kuangalia minyama. Kama minyama kama mnyama unaumwa, wao kazi zao ni kuweza kuchunguza magonjwa fulani ya minyama, sumu fulani za minyama. Yaani ndio kazi zao, ni kama wanyamapori wale ambao mnajua watu wanahusika na mambo ya minyama. Ni kama wa dokta wa minyama hao. Il serait plus grand que l'ours polaire et plus que le Kodiak, c'est incroyable, il est plus grand que tout ce qu'on a jamais découvert. J'espère que vous avez raison, Travis. Ça ferait un sacré trophée, vous trouvez pas? Eti bwana, kwa vyovyote vile ambao mmepata, najua mko na haki ya ufuate mnahitaji. Attendez, on ira nulle part. Quoi? On est à 2 doigts de prouver au monde qu'un ours préhistorique vit encore sur Terre. Harker est à 2 doigts de le faire disparaître de la surface de la Terre. Eti hapa hatuti kaondoka saa hizi, lazima tuondoke usiku. Kumbuka huyo jamaa na Letrere huyo mkono ameshikia silaha. Jamaa hawaelewani vizuri. Hapo sasa ule usiku walivyosema ati hawaendi, watabaki paka usiku. Ndio usiku umefika hapo sasa, wanataka subirie waone nini ambao kinatokea usiku kuja kumaliza minyama hapo. Unaona hapo wahuni wameandaa mavideo, wameandaa makamera, wameandaa mitambo ya kuweza kusensi kitu ambacho kinakuja, kinafanya nini, kinawafahamisha. Kama unamuona huyo eti bana, hivi kweli wewe ulishawahi kuona mnyama ambao kuna kilo 200? Sasa wewe jifikirie, sasa mnyama kama huyo ukuruye kichwani, wewe utasalimika kweli? Eti unacheza wewe, subiria uone matokeo hapa. Kumbuka jamaa huyo Tleria huwa labda yeye anajua sana mambo ya pori. Ushasikia hapo? Anasikia kaeni makini. Mnyama unafika kama ishakuwa mita 100 hapo. Inakaribia kufika. Kaeni makini jamani, kaeni makini. Dude hiyo. Wanacheka. Wanajua kumbe hawajui sasa leo dude hilo itakuwa ni dude kweli kweli. Wanazarau ni mbwa huyo. Haya, kazi inaanza hapo. Ilikuwa cheko vilio vinaanza. Mamveve anawapiga. Acha kushuti. Usishuti. Njoo huku nifuate mimi. Na unamfuata kweli. Haya, mambwebwe sasa. Mambwebwe hayo sasa yanapata mtu jamani. Banapata ni pita huku. Bandala mwenyewe mbio. Haya. Banapiosha mataa. Kumbuka mnyama huyo na mataa. Ndugu wasikilizaji, mnyama kama ni usiku ukiupiga mataa macho lazima ipate mawenge. Unaona ile mwanga wa mataa. Unafanya nini? Eti nafanya hivyo kwa si yote bwana. Haya. Mbemo zinapanda sasa. Dude na kwa dude. Haya. Ya. Tamaliza. Haya, swata. Toka hapo. Pigwa kofi moja, mtu mzima, mambo chene. Pita huku. Tufuate sisi huku. Swata. Toka huko. Kipia huku. Pigwa kofi mpaka na kufa.
makofi mpaka nakufa. Ndugu watazamaji, kofi hilo linaitwa kofi kwa lugha ya Kikwetu, hilo mvako. Ndio amepigwa jamaa huyo. Kofi moja na kulamba udongo, au sio? Haya basi, tunaongea sehemu nyingine hapo, wanatuonyesha jamaa iko ndani. Haya, akipata kwanza mambo ya chai chai. Unajua mambo ya kizungu bwana. Mtu akiwa ndani ya ofisi yuko na kahawa hapo. Tanizingue mimi. Oui, entrez. Ndio, ingia. Docteur Travis Preston. C'est ce qui est écrit sur la porte. En fait, il est écrit Service médico-technique Nord, sans issue. Que puis-je pour vous? Doug McConnell, avocat. Vous Ah, êtes devenu plus difficile à trouver que les créatures que vous chassez. Mes clients désiraient... Faites donc demi-tour et dites à Harker qu'il neigera en enfer avant que je ne réponde à ces accusations stupides et qu'on se retrouve au tribunal. Eti représenter Jim Harker. hivi unaweza kaelewa kama ushapata Désolé. mwanzilishi alifukuziwa? Ce n'est rien. J'ai plutôt l'habitude. Non, mon client est de ces hommes qui admirent votre ambition. Qui est votre client? Il a suivi vos tentatives pour prouver l'existence du célèbre tigre de Tasmanie, le requin d'eau douce de Bornéo. Eh bien, il a raison, ce n'était rien que ça. Des tentatives. Docteur Preston, si je viens vous voir aujourd'hui, c'est que j'ai plusieurs vidéos qui pourraient vous intéresser. Écoutez, j'apprécie que vous soyez passé me voir, mais j'ai vu assez d'images floues pour le restant de ma vie. Je vous dirai simplement si... Kumbuka huyo ni wakili, dokta. Alafu huyo naye ni wakili ambaye yuko anafuatilia mambo ambayo yanaendelea katika msitu. Sasa huyo anamfuata kumletea malalamiko huyo dokta wa minyama, fuatana na mambo yenye iko nasikia kule, kama kuna mnyama ambao kafanya matukio mabaya. Sasa jamaa alikuwa haaminia, anamwambia acha basi kuonyesha video. Jamaa alikuwa anamfukuza toke ndani. Kile jamaa alifanya mwashele video, anamwambia japo anifukuza acha basi niende nimekuonjesha. Jamaa alipoona tu ile video tu ile, ile speed ya kumfukuza ikaisha. Unaona? Yeye mafabaki anashangaa kwanza. Haya basi, jamaa alivyofuata na mzee yule ndani ya ofisi yake, anamwambia dokta, bwana, mimi nakuletea ripoti kwamba kule kwenye maeneo yangu kule nimetumiwa video ya kusema kwamba kuna mnyama kule uko anafanya tukio. Sasa naja kuomba wewe kama dokta uweze nisaidie, uende kule ufanye uchunguzi wa mnyama, uangalie namna fulani unaweza kufanya ukautuliza. Kumbuka huyo ni dokta ambao anahusika mambo ya minyama. Yeye ndo dokta wa minyama, anajua kuangalia mnyama una sumu gani, huyo mnyama una hatari yake ni aje, vitu kama hivyo. Sasa kipia kana mfukuza nje, alishafungulia mlango atoke, mzee alibonyeza ile kompyuta yake kamosha ile video. Jamaa kuona tu video tu ile. Ilibidi jamaa mpole na jamaa akakubali sasa kusikiza wito wake wa kusema kwamba elekee ile eneo kule kwenye pako matukio. Na alikuwa anamuomba, anamwambia msaidia aende kule matukio, aende wafanye nini? Waende waangalie mnyama. Kwa hiyo sasa hapo anaelekea saa kule, alifanya chukua timu mpya. Kwa maana ile timu ya kwanza ile ambayo anaanzaga nayo ile wakati mwanzo pamoja unaona kwa na mabegi katika msitu. Ule mnyama kwa wakimbizo ukaoa moja, ilibidi katika ule msitu wa ile kundi waliweza kutawanyana, yani kugeukana, kwa maana patokea kundi zenye ziko tayari kusema kwamba bana hiyo minyama ziue minyama. Hiyo kundi ya jamaa huyo naye hakubali mnyama uwawe. Yeye anakwambia mnyama unatakiwa ushikiwe, uhifadhiwe. Sio kuwa mnyama, kwa sababu unapohifadhi itabidi wafanye utafiti fulani wajue ni mnyama wa aina gani, mambo kama hayo. Ndio hapo sasa fika sasa. Hapo ndio alifika kwenyewe sasa hapo, na kama aliamua kuchukua timu mpya kama unaona dada hapo. Asante sana. Anaitwa Huan. Haya, tupeleke madumu basi.
Dada anaangalia kwa mbali, anamuona muhuni yule. Acha nimfuate basi. Acha nimfuate kule. Unaona muhuni kwa ashika kamera pale. Yuko na darubini anaangalia mambo ya mbalimbali nini. Il y a d'abondantes réserves de nourriture, aucun prédateur à la ronde. S'il est bien là, c'est pas rien. Ce serait le secret le mieux gardé de l'histoire. Tout le monde ne rêve pas de voir des bus remplis de touristes se balader dans sa propriété pour tenter d'avoir des photos du dernier monstre à la mode. Eti unajua bana, Merci d'être venu, Cathy. wa tourist inatakiwa unapokuwa sehemu ushike picha, ushike mambo fulani, unaondoa asili ya tour ya tourist. Ya mambo ya watalii. Tu le sais, n'est-ce pas? C'était qu'un gamin. Haya basi ndugu wangu wapendwa, tuanze kufuata sinema yetu hii ambayo imechezwa kwa lugha ya Kifaransa. Haya, mko na DJ Mfatu Juma nikitafsiri kwa lugha ya Kiswahili. Tufuate sinema yetu sasa. Hapa atuonyesha ndani katika hiyo eneo, ni eneo ya kiwanda ambao kama wanafanya ukarabati wa kiwanda. Jamaa huyo na toshi lake anaondoka usiku. Kama kawaida watu wa kiwandani natakiwa usiku wanafanya ulinzi waangalia usalama wa kiwanda. Kama usalama ni mzuri, inabidi watoke angalia mambo kama. Jamaa anasikia fujo, kitu kinapia pinki kinavuruga vitu. Acha nikaangalie kwanza. Acha nikaangalie. Na hiyo mbea nao ni hatari. Kama jamaa anamulika tuchi lake huko anaangaza nini, anataka shuhudie nini ambacho anasikia kinavuruga vitu hapa. Aya! Jamaa anasema bala. Hapa si baki bwana. Acha mimi nipande. Hii hali siwezi. Jamaa anashangaa. Nini kinatokea? Haya, anakwenda. Haya. Dude linaanza mambo sasa. Kumbukeni la jamaa wako naelekea huko. Ndio anaelekea sehemu yenyewe ni hapo sasa. Hapo ndipo kule dude yule mbeba yule mlinzi ambaye alikuwa na toshi mkononi. Akienda kuangalia mambo ya ulinzi wa kiwanda. Dakika ya mwisho kabebwa. Eti mko na programme, mko na ahadi. Eti wanakuja kuangalia ripoti bwana. Wanaita ripoti hapo. Jamaa anacheka tu shamzugazuga huyo bwana. Qui êtes-vous? On arrive de Kangya. Nyenu wa nani? Personne ne nous a prévenu de votre visite. On a entendu Eti hakuna mwenye amekubalia utembeleaji wenu hapo. s'est évanoui dans la nature. Écoutez, l'important c'est qu'on travaille ensemble. Eti bana, nisikize kwa mambo ya lazima tatumika wote. Kumbuka huyo dada yuko mkundi la jamaa ule Delphine. Je savais pas que j'avais autant. Jamaa na Delphine hawalewani. Maana walijigawa kundi mawili. Na jamaa ndio huyo hapo sasa. Kumbuka Delphine na huyo jamaa hawaelewani. Kisa nini? Delphine yeye hapo, yeye hatua yake ni ya kuole mnyama. Huyo mwingine naye yeye hatua yake ni ya kukamata mnyama mzima wasiuue. Kwa maana waukamate mzima wautie sehemu ili wanafanya uchunguzi. Mais ici sur le terrain, on n'a pas d'avocat pour résoudre nos problèmes. C'est pas une réserve naturelle, Harker. Vraiment? Haya, kia namwambia bana, sisi ndio tushakamata hii eneo, na hii eneo iko mkononi mwetu. Wewe una lazima kufika hapa. Kwa hiyo sasa hakuna na mahitaji kwamba ti wewe tukatumika wote, wewe inabidi urudie nyuma. Sisi tutapambana si wenyewe. Il a raison, qu'est-ce que ça change? Si Harker a réussi à s'imposer fermement ici, alors qu'est-ce qu'on fait là, Doug? C'est n'importe quoi. Nous voulons tous trouver cette créature. Et mon client a pensé que vous étiez la meilleure équipe pour ce job. Harker a sa propre équipe sur le site. Il a accès aux lieux des tueries, aux traces. Eti bana, mimi shida yangu nilikuwa nataka mwe wote mnifanyisie kazi ili mnikamatie mnyama
niweze kupata amani katika hii eneo yangu hii. Eti bana mimi naye na yule Arkeli hatuelewani. Sasa pia Arkeli yupo, mimi siwezi kaingia. Mtu anamwambia hivi, mimi bana, mimi siangalii hivyo. Mimi naangalia ikiwa ni Arkeli, ikiwa ni wewe, mtumike pamoja ili mkamate mweze kupata solution ya mnyama hapa. Eti bana mimi haiwezekani. Arkeli kuna timu yake na mimi na timu yangu. Kila mtu ana timu yake. Mizali saa ikienda ndio aliwahi kufika mbele yangu hapo, limpanga mapema. Inabidi umwachie Arkeli mwenyewe huyo, ukae naye mwenyewe huyo afanye kazi mwenyewe. Sisi tunatoka zetu. Jamaa ligumka, huyo akawashagana na timu yake hao, wanaelekea eneo yao sasa. Mzee kule akabaki anashikora butwa. Anasema wa jamaa bana, la. Tafanya nini hawa jamaa? Wa jamaa kumbe walewani bwana, kumbe pako kundi mbili. Yaani kundi hili haina uwezo kuingia kundi la mwenzake. Eti bana anasema atakupeleka katika journalist wa kigeni ili upate maelezo zaidi. Eti bana huyu shida yake anataka aone kama mnaua wale shetani, kwa sababu anasema kile kidudu ni shetani. Ndio namwambia bana basi anipeleka nionyeshe kwa mtu ambao alishika ile video ya kile kimnyama. Kumbuka ile video ni ya ule jamaa aliyembebea jamaa kwenye katika ofisi akaimuonesha. Ndio jamaa sana anamwambia ule Mchina basi ambebe kwa ule mtu ambaye alikamata ile video ya kile kimnyama kafanya matukio. Sasa hapo ndio kwa maandalizi ya kusema kwamba aelekee kule. Kidogo hivyo wanasikia maji chemchem ndani ya maji. Eti mmeona? Eti pa kitu kinafanya samaki zisikie uoga. Samaki inaruka. Jamaa anashangaa. Eti angalia. Eti nimeshika samaki. Ilete mbio, ilete kila mbao zinazambuka. Aya! Kumbuka kile kidude mkia wake wenyewe ni wembe. Ikifika kwenye mbao hivi jamaa inakata mbao zote. La, jamaa na bahati. Yaani jamaa mistake kidogo tu angeingia maji imekula jamaa kidude hicho. La. Nyama danger sana wewe. Haya basi mko na DJ Mfyatu Juma. Hapo tuko shuleni hapo. Kama kawaida watoto wako katika time hapo wanapata michezo ya basket. Mmoja anacheza kamba. Mambo kama mnajua mambo ya shule utotoni nini, mambo ya michezo shuleni, mambo kama hayo. Kumbuka sapo jamaa ule Mchina alimwambia atampeleka kwa ile jamaa ambao alikamata ile video, na ndio jamaa alikamata ile video ya ile mnyama jinsi ulifanya vituko. Jamaa anamwambia niambie nani alikamata video ya ile. Eti wewe yani wewe analoleta kuniuliza. Mimi hata nikwambia wewe uko na mahitaji yako fulani. Samahani kabisa. Sela kuongea kwa hilo. Jamaa anashangaa. Jamaa vipi mkaushi kweli kweli? Ashito kuniambia. Eti bana wanipigia simu wasema tuwai mbio kule, kitoke kimetokea kule. Tuwai mbio, wanapata simu sasa hivi. Wale jamaa na wai na gari. Wanaambia twende kaangalie na nasikia kuna maiti kule, mtu alifariki kule. Tukamuone kule hospitali. Hapo na afya kwa hospitali hapo. Naendelea vizuri. Dogi yuko wapi? Ndio ile pale. Dogi mwenyewe ndio hapo anafanya ubishi na dokta. Anaomba kaangalie maiti, dokta anamkatalia. Hapana, unaweza kaingia huko. Hamna chochote za kufanya kabisa. Jamaa amegoma kabisa.
Eti wewe ulisoma anatomy? J'ai aussi fait un semestre sur l'étude des Eti mimi sijasoma, nifanyaga tu mafundisho ya wiki moja. Bana wewe chukua wewe watu siku mbalimbali. Wewe vaa hapo jifanye kama una wewe ni mwanasayansi ambao unajua kuangalia mtu kama alikufa aliona kitu fulani ujue sababu gani. Jamaa hapa ingia, jamaa mwenyewe hapa hajui lolote, mkwala tu. Ni kweli kabisa, ndio huyo ndio ikufanya. Haya. Mzee saifanya mjana wakatala singi. Eti basa huyo atanisaidia huyo. Haya basi. Shida yao tu wataka waingie hapo angalie huyo mwili namna gani aliweza kuuawa na ile mnyama ili wakamate sample fulani wakapime. Jamaa nafurahi sample ya ile mnyama ile kama ni jino lake lile mnyama ili akafanya uchunguzi aone ndani ile jino pako nini. Unaona maana waganga wa minyama jamaa anatapika kwa kisa aliona ile maiti ndani kule. Unaona bwana, jamaa ile maiti aliona ndani simechafuka vibaya sana, ilibidi asikichefu atapike huko. Haya bwana, mko na mimi DJ Mtatu Juma, tukienda hapo tuko kwenye bara la Marekani. Unaona bingwa mwingine wa pili huyo, bingwa huyo na jamaa wa walewani. Eti bwana unatakia nini Arekele? Mimi ndio nipata mwili bana. Wewe unaona maana kufika bafasi. Wewe unifukuza kwako kule, niacha mimi maeneo yangu bwana. Eti bana wewe fasi yote ni ya kwangu. Wewe una mamlaka kuingia hii eneo yoyote. Ni mimi ndio na mamlaka ya hapa. Eti kwa sababu mimi na ndio maana mimi wanahitaji mtu kama vile mimi. Hapana kama vile Mungu, kama vile wewe muongo tu bana, mzushi wewe. Eti matampate ukweli. Eti bana ule jamaa alikufa kwa sababu alikuwa ni hana nguvu yoyote ile. Jamaa kibao kila pia wana ngumi kwanza kumtoa kanyano kwa. Eti bana na mimi nakuonyesha mambo nisomea katika filosofia. Ile ngumi anaambia hii nataka kuonyesha kama mimi simaga filosofi bwana. Jamaa anatema kwanza mate ya damu kwanza afu anaanza kupiga sigara au sio? Haya basi. Tuna sinema yetu moja ya kibabe kabisa. Sasa ambayo kuna matukio kweli. Kiona watu pale watu wawili ambao wamebeba masukuma baiskeli zao mkononi. Haya basi hapo upande wa pili tutamuona jamaa mwenyewe wako na ongea mipango miwili mitatu watafanya nini katika kukamata ile mnyama ambao unakosesha usalama watu wapo na huwa watu vibaya sana. Kama unajua yule jamaa mwisho na wake kumwambia habari yote kisa hivyo kukamata ile picha na ndio amejadisia hapo. Anamwambia mimi ule mnyama kwa kukamata ile video ile mnyama yule mtu wangu ambaye alifariki aitoaga huko nyumbani hayofanya makazi hapa, lakini kipindi alifika hapa aliweza kunaambia bwana kuna mnyama ambaye naona huko napita hapa, ilibidi nishie kwanza ni sana mbele ule ananiambia ile habari sikupuuzia, ilibidi nifika tafuta kamera nitie sehemu ili nione mnyama ni mnyama aina gani, na ndio kafikia ile hatua ya kijana kuliwa yule mnyama yule. Kumbuka ule jamaa ambaye alilewa yule mnyama usiku ilikuwa na tochi, ndio anamzungumzia. Kumbe jamaa huyo alikuwa shaka kamera tayari akakamata video zote ambazo matukio yalitokea nini. Ndio hapo sasa jamaa alimpeleka kumwonyesha ushahidi kipindi ule mnyama alikuwa kufanya tukio pia ulipita likimbilia kidogo hivi wanaokota ile kofia ile jamaa kama amevaa usiku yule. Anawaambia bana huyu ni mnyama aina gani paka unapaswa kitu hiki? Eti angalia. Ndio ile pale porini. Hicho. Jamaa nipe foto mbio, nipe nikimbie. Kumbuka jamaa shida yake itataka uoe mnyama live.
alafu washike mapicha. Unaona mnyama mwenyewe na speed kweli kweli. Mnyama mwenyewe na speed kweli kweli, jamaa shida yake tu aushike tu picha yani. Aushike picha ya ushahidi. Mnyama wenyewe speed unayo ni noma. Aya, anapiga picha mkia tu. Anapiga picha mkia tu. Kumbuka jamaa huyo alikuwa ameleta wale jamaa kuja kumuonesha kipindi ule mnyama alifanya kama tukio kuwa ule jamaa ulipita sehemu gani. Katika ile jamaa akaona miguu ile nyapo ilipita kidogo hivi, anaambia mwenzake ndio kile kule. Jamaa anasema nikifuate akipige picha bwana. Sasa bahati mbaya mnyama mwenyewe una speed kweli kweli. Haikuta sasa mnyama mwingine ni ya maji akaambukia mkia yani. Ndugu watazamaji, mkumbuke kama hapo wajamaa jigawaga pa kundi la Hitler huyo hapo na kundi la jamaa. Sasa hao wawili wana mawazo tofauti. Huyu hapo Hitler yeye ana mawazo kusema kwamba hatua kubwa ya kumaliza tatizo la minyama ni kuua. Yule mwingine naye anasema bana, hatua ya kuua minyama sio vizuri kwa sababu na wenyewe ni viumbe. Inatakiwa tukikamate kisema kizima, alafu tukitie sehemu tukipa tiba ili tukibadilishe kio kimnyama kizuri. Sasa ndo gomvi wenye opo hapo. Sasa hapo Hitler yeye ndo alipewaga market mapema sana na kwa hiyo eneo, kwa sababu yeye sheria yake ni ya kuua. Sasa yule jamaa na ule mzee naye mwenye hapo, mnakumbuka alimkuta jamaa ofisini kwenda kumuomba aje na hivi vile aite timu yake waje hapo wasaidizane ili huyo mnyama wa udhibiti hiyo sehemu iwe na amani. Jamaa alipofika hapo alimkuta Hitler yuko hapo. Sasa yeye na yeye hawaelewani sasa. Unaona? Kila mtu hapendi kuona mwenzake. Kila mtu na timu yake. Sasa Hitler mwenyewe sasa sheria zake si nzuri. Ni mtu ana sheria ya udikteta. Hata wafanyakazi wake anawashika vibaya. Wakimpa mawazo haya yeye anapangua, anatia mawazo yake yangine. Hapo tuko baharini sasa hapo. Tukicheza gaming, tukiangalia mambo maji nini, mambo kama hayo. Haya basi mko na mimi DJ Mfyatu Juma kwa sinema hii ya kikali sana, sinema moja ambayo ichezwa kwa lugha ya Kifaransa. Haya basi. Kweli, haya. Eti unahitaji kuwa scientifique kweli wewe? Tuambie kisi ilianzaga baba. Eti bana, mimi kipindi kwa miaka 12 tuliendaga sehemu na familia yangu. Kama kawaida unajua mambo na nini, nenda katika miti fulani. Nilipokwenda pale nini, niliweza kufanya mambo yangu kufanya mambo yangu kama kawaida chooni nini. Sasa nilimaliza, niliona kama vile kuna kitu fulani mbele yangu nini, niliweza kuvaa sura yangu vizuri, nikarudia nyuma. Ilibidi mimi wazangu akaniambia njoo, ulikuwa unaangalia nite mimi nilikuwa naangalia kitu kimoja cha kutishatisha sana nini. Eti Afrika endelea aje sasa. Story tamu kabisa, paka ndio naambia endelea nisikie utamu wa story bwana. Travis. Eti pako tukio lingine huku. Matukio kila siku nini tena, matukio gani tena jamani? Eti bwana, tukio ni tena bwana, naanza kule Hitler mwenyewe hapendi tufanye maeneo. Eti bwana, mimi twende, nitakuacha namna kuingia bwana. Haya twende basi. Hapo ndo anaingia sasa, wanaenda sasa. Kumbuka bwana, natakiwa waingie kiwiziwika sababu hapo hiyo kundi haikubaliwi hapo. Hapo jamaa aliingia kibabebabe katika hiyo eneo. Anakubaliwa hapo ni ule Hitler, lakini huyo
hakubaliwi, na ndio maana akimuona tu, kwa maana washamwambia atoke hapo, hataki kumuona hapa. Hii jamaa ilibidi ang'ania hapa. Sasa takiwa kila kitembea atembee kiwiziwizi. Akifanya mambo yake ya uchunguzi inabidi afanye mambo yake uchunguzi kiwiziwizi, kwa sababu hiyo eneo yote aliyopewa Margaret ni Hitler, na Hitler apenda muone jamaa hapo. Nana pepako ngumu hapo. Kidogo hivi anaona kuunga kama ni unga kama ni nini, ndio atujui sasa. Tuione hivyo hivyo. Anaambia wewe bana, uko chini ya ulinzi bwana. Kumbuka huyo dada ni dada wa upande wa Hitler. Haya. Tuendelee kufanya uchunguzi. Na nani? D'après mon expérience avec Harker, il a tendance à ne pas voir les évidences. Eti bana, mimi niko na ujuzi wa kuweza kutafuta nipate ushahidi. Sasa eti unaongea nini? Eti sasa, kwa hiyo sasa wewe hujika kama pako mnyama wa danger hapa. Angalia kwanza hii miguu hapo na hii shimo hii. Hii shimo ni mnyama ambaye likanyaga hapa. Na hiyo mnyama ukikanyaga, ukiona umekanyaga hapo bwana, ujuma ni kusema kwamba uliweza kufanya matukio kuwa mtu. Eti angalia pale chini pako nini? Eti hamna kitu. Eti bana, ujue mnyama, mimi siujakini kitu najua, huyo mnyama ni mnyama kuna mbio sana, alafu ni mnyama kuna akili sana. Nasikia hiyo. Kwa hiyo mnyama, eti bana, uko na yeye kama utalinda kweli haya mambo ya hapa. Eti bana, kama tuko na kujaminia kwanza, tuweka tukafaulu ile jambo. Lakini sio jambo la kuharakia haraka. Eti kweli? Eti basi poa bana, acha basi mimi nichikate, wewe baki na bunduki lako hapo, mimi nasepa. Basi dada baki naangalia ile yale mashimo, yale miguu yepe kilipita pale, yeye mwenyewe anajiuliza, la, shimo kama hii kweli? Mnyama alipita hapa. Unaacha shimo ya yini, mnyama aina gani huyo? Haya basi, mko na mimi DJ Mfyatu Juma. Nikiwaletea sinema moja kali sana ambao umeingiliwa kwa lugha ya Kifaransa. Sasa nikiwaletea kwa lugha ya Kiswahili ili mpate utamu wa sinema hii. Haya, hapo tunaingia dada mwenyewe hapo. Mkumbuke hiyo ni kundi ya Hitler ambao mnazoea kumuita Adolf. Kidogo hivi wanasikia huko ishara ya tukio linaingia. Kumbuka kile kimnyama hicho. Kumbuka mnyama ule, mkia ule mnyama ni balaa. Unaona watu wanakimbia. Mnyama umeingia katika angalao. Yaani mnyama ni noma huyo. Ukipiga mkia tu hivi, watu wanateketea. Unaona hapo mkia huyo. Yala! Kimbieni wazee, kimbieni, tunaingiliwa jamaa huyo. Yala mama, jamaa nakufa. Ye Mungu wangu. Unayaona? Jamaa mzima. Mwanaume. Mwanaya! Amekwenda. Cheza we. Acha na mzinga huyo. Dada haamini macho yake. Kwa tukio ambao anaona mbele ya macho yake. Haya, tuko upande wa pili tukimwona Hitler mwenyewe anaongea ndani ya simu akiwa na mfanyakazi wake hapo. Jamaa, unajua kama jamaa anaongea siafu, anaomba nipe kahawa bwana. Kumbuka Hitler yeye mambo yake na kidikteta hapo. Wafanyakazi wake wenyewe haelewani nao. Yaani anatakia wenyewe waendee kwenye beanaamua yeye. Eti mpingaji anaelewa mpingaji. Lakini muindaji inabidi aelewe muindaji mwenzake. Anamwambia bana, hii hatua yako kusema wewe kuua ule mnyama mimi nazo vizuri. Mimi niko na watu wa mnyama, tuushike tu, tuwache hai, alafu endelee kuishi. Eti wewe acha mambo yako wewe. Simplement parce que le mensonge est un mécanisme de survie évolué. Bien sûr, implicitement, si on a envie de survivre,
c'est qu'on ressent une menace? Vous vous sentez menacée, mademoiselle Deng? Non. Anamwambia bana, wewe hiyo hatua yako kusema kwamba mnyama uwekwe hai, hiyo yako ni maongo ya watu. Hivi kweli wewe unaaminia uongo kuliko ukweli? Hivi wewe kitu kama hicho ukiache hai usikiui, unaamini kama utaendelea kuwa na amani moyoni? Kipindi kipo sasa. Kwa hiyo sasa hayo mawe ya kusema kwamba eti mnyama hataki kuuawa, hiyo inakuwa ni maongo ya watu. Mnyama bana wote ukipata uwezo ni kuua na uondoa na usafisha juu ubaki na amani, kwa sababu haina maana eti mnyama tu ushike uweke hai, utakumaliza siku ni siku tu. Sasa hapo ndo dada anaona kama jamaa pale udikteta wake nini, kama kutoka pembeni yake. Wewe naye nini? Wallahi wewe. Haya basi, changamkie basi tuni kwenye kazi sasa. Eti mimi sina ujuzi wa kupanda mnani hii. Wa kupanda bana mtumbi bwana. Kama kawaida naambia waingie kwenye kazi. Hapo ndo wako ndani ya maji hapo. Sasa kama kawaida kazi imeanza. Alafu usiku huyo. Sasa hapo hatujui sasa nini mwayo usiku kitawatokea. Haya basi, tunasema yetu moja hii kali sana ambao umetama mimi kwa lugha ya Kiswahili mimi mwenzenu DJ Mfyatu Juma. Haya basi, tuko ndani ya maji hapo. Tukitupa kamera ya maji ili tuwe kuona mnyama unapokuja, tuone katika radari zetu nini, ili tufanye uchunguzi wetu fulani au si. Haya, tupa ndani ya maji. Kama kawaida radari anaingia ndani ya maji, chini ya maji huko. Alafu msela anaingia kwenye kompyuta. Haya, mnyama unasikia kitu ambacho kimeanguka maji, inabidi ufuate kione kianda kuangalia ni nini ambacho kimeanguka maji. Kama ni chakula, kianza kupata burudani ya msosi. Na wao huko wanabaki wanatikisa kwenye mtandao wao huko. Mkumbuke ile darubini wametia ndani ya maji yatumika ni kamera. Natumika na mtandao wako nao ndani ya mtumbwi huyo. Kipindi ule mnyama unaposogea, ule mtandao unamuonesha mnyama anafika katika kilomita fulani. Unaona hapo anasikia nasikia anaona kuna kitu. Sikia speed yake. Dakika tu mita 300. Dakika tu mita 100. Dakika tu mita 50. Unaona speed hiyo. Hata dakika hiyo ni sekunde. Jawana shangaa sama. Eti bana ni shairi ni Mungu anafanya nini hapo? Non, surtout pas avec nous pauvres amateurs. Alors où est Harker? Il polie son canon? Eti Harker yuko wapi? Amewakia kwenye bunduki yake. Kuna kitu hapa karibu jamani. Kikapa maeneo yetu jamani. Kanima kitu angalia vizuri. Kisha fika hapa. Bana kisha kamera bana, kamata kamera hapo bana. Tukikamata kisha fika hapa. Subieza muone matokeo hapo sasa. Eti sioni chochote hapa nafasi zote bana. Tukiku hapa kisha kiko hapa. Hicho! Wote ndani ya maji. Basi rudi toka pandeni jamani, jaribu mpande, tokeni humo maji, tokeni maji. Pandeni jamani, pandeni kitawala. Kile pale jamani, kipige. La kidogo kile mwenyewe anasikia shaba zinalia huko. Ajiuliza nini tena? Wayeni mbio jamani, tokeni maji. Jamani, piga masasa, piga. Hicho, unakiona hicho? Yaani kina speed moja kalikali kweli. Oya hapa mnaenda wapi? Njoeni huku, wewe unaenda wapi? Bana sokela basi mtumbi, acha basi niingie maji. Wewe basi unaingia wapi? Jamaa ameona acha basi na yeye ataishi maisha yake ili amwokoe jamaa. Kidogo hivi acha kwa mwanamke.
Dude hilo nakuja kweli kweli. Nisaidieni jamani, nisaidieni. La, jamaa anawahi kuchukua wa pili naye. Sijui kama atamuwahi kweli. Haya, kimondoka naye. Kinaambiwa live wako nashuhudia. Basi achana naye, rudia basi wewe, achana naye, shaenda huyo. La. Anashaondoka bana, hamna jinsi. Twendeni jamaa, twendeni. Tutoke hapa, sio salama tena hapa. Tutokeni, sio salama tena hapa. Kama kawaida hapo wanaamua kukimbia na mtumi wao. Watoke mwenyewe wateka kwa sababu mnyama wenyewe ni noma. Eti ziuyeni hapo. Pasifunguka hapo tumekwisha. Ziuyeni kabisa hapo. Oya, tuingie, tokeni kwenye mtumbi, tokeni jamani, tokeni haraka sana. Kinapiga mtumbi wote. Dude ni balaa na hasira kweli kweli. Noma. Haya basi. Upande wa pili jamaa anapekea ripoti. Bingwa wake nini tatizo? Ewa. Pametokea mambo mabaya. Sijui chochote mimi. Yaani bana, kitu ambacho nimeona ni kitu ambacho sijawahi kushuhudia maisha yangu mazima. Na mwenzangu yuko hapa, itamepotea bana. Jamaa baya kweli. Asikia mshenzi huyo, ile mambo anamjibia. La. Kumbukeni ndugu wangu wasikilizaji, mmetoka kwenye matukio ya mbaya ya kuweza kupoteza maisha. Unaenda kwa mkubwa wako, unapekea ripoti, yeye anakuambia hivi, wewe uko muongo, uko mshenzi na uko rofa. Sikia hiyo vitu hiyo. Afa anawaambia mwingine yuko wapi? Eti mwenzangu amepotea, ameliwa, itajaliwa. Kitu nakwambia hivi na kuagiza, uende uwalete wote. Unasikia? Uende uwalete wote warudishe hapa. La. Jamaa anabaki ashikwa na butwa. Kumbuka matukio umeona mbele macho yako, mnyama wenyewe wa danger kama yule. Alafu na kumwambia mkubwa wako, baada ya kumwambia tu wewe ni muongo. Eti ni puchu mmechezea na ile kundi ambayo ndio kumbuka hiyo kundi ya jamaa, huyu jamaa na Hitler hawaelewani. Ni makundi. Sasa wale ambao wameliwa ni kundi la Hitler. Sasa hapo jamaa anampekea ripoti, mkubwa anawaambia wewe ni uongo, kawalete wenzio. Wewe jamaa aliliwa na dada mwenyewe ambaye alipona alikolewa maji na jamaa huyu yuko hapo. Kumbuka hapo wako na laumiana. Yule mzee yeye anasema bana ule mnyama na sio mnyama kawaida. Ule ni shetani. Sasa nilikuwa naona ule mnyama uwawe. Kumbuka mzee huyo ndio aliwaitisha hao waje wamsaidie wamtoleo mnyama hapo maeneo yake. Kwa sababu mwenye alipoa mission ya kuja huko Hitler hajafanikisha. Huyo naye vile ndo wa pili amekuja kujaribu aenda kwa vipi. Sasa mzee yeye mawazo yake anaambia jamani, huyu mnyama sitaki nione unabakia muda mrefu hapa. Kitu mimi naona hapa huyu mnyama uwawe. Huyo naye anasema bana mnyama haina matu uwe. Yatakiwa mnyama tukamate mzima. Tushaukamata tutie sehemu tuhifadhi, fasi ya hifadhi ili uendelee kuisha, lakini tuyatia sehemu ya hifadhi. Sasa hapo jamaa ndio anajaribu kumtongoza mzee, anamuelewesha paka mzee anakuwa mpole. Dada huyo naye anachanganyikiwa. Kuyaona machumbele ya macho yake, alikuwa hajawahi kuona. Dada ametupa akili. Yaani paka anakunywa pombe, paka jamaa punguza speed ndogo mama. Punguza speed ndogo. Usimati pombe yangu bwana.
Dada nasema bana, mimi naona hapa haya mambo ya utafutaji ya mambo ya minyama bana. Naona hii moja hii mimi naona sina muda mrefu niko hai na nakufa tu, kwa sababu nimeona kwa ile mnyama matukio ambayo nimeona kimefanya ile jamaa kina meza mzee alikuwa naona. La, siamini kama nitapona kweli. Haya hapo sasa, kama asubuhi karabati wa mtumbu wao nini, mnakumbuka kama ile dude lipiga mkia kabisa pasua mbao fulani hapo, ndio wanarekebisha mbao ambazo zilipasuliwa ili mtumbi urudie kuwa sawa. Pako tatizo? Elle faisait dans les quoi 5-6 mètres minimum? Peut-être 4 tonnes 5. Je m'inquiète. À propos de la cage et des flèches tranquillisantes. Si on n'arrive pas à transpercer la peau, on ne pourra pas l'assommer. Et si on ne l'assomme pas, je ne pense pas qu'on pourra la ramener. Sauf que vivante. si on ne bouge pas, Harker fera tout pour nous empêcher d'y arriver. Tu peux être sûr de ça. Exactement. Donc, Eti bana mimi anamuuliza hivi bana, pako habari mpya? Eti bana mimi kweli habari mpya ipo. Mimi nimefanya kazi usiku mzima na nimeweza kupata ukweli ya vitu visivyo. Lakini sioni jinsi tutafanya mambo kipindi hatuwezi kufika sehemu husika. Eti bana mimi sindifanyaje? Ule yuko atuzio tufanye mambo yetu bwana. Kidogo hivi wanakwenda kwenye mtandao yao pale, wanasikia mgurumo pale, wanambia unasikia nini hapo? Na sisi nasikia mgurumo bwana, majamaa ajabu, sikia mgurumo. Les engins de chantier. L'animal ressent les sons. quoi, il perçoit les activités sismiques, c'est ça que cette créature ressent? Exactement. Et il est aussi réactif sur Terre que dans l'eau. Il faut vraiment qu'on en sache plus sur son territoire. Kumbuka sasa hapo huyo mgurumo wameweza kugundua kama huyo mgurumo kwa nasikia, wanagundua kama ni mgurumo ambao ni kitu cha mgurumo ambao yani kikingurumishwa ule mnyama hauwezi kusogea pipako hiyo mgurumo. Ndio hapo wako najadili namna wataweza na wao kufanya nini kutengeneza hiyo mgurumo, kitu kitakuwa hiyo mgurumo kama huyo, ili wakiwa watembea nao ule mnyama kuwavamia wanakiwasha. Kama ule mgurumo ule mlio mkali ule mnyama kiusikia tu inabidi utoweke. Hapo sasa hapo ndo alikana dada hapo waliongea waende kule kwenye ofisi ya Hitler kule ili wachukue siri ambayo waliwezaga Hitler aliweza kukamata juu ya yule mnyama. Kumbuka huyo dada ni mfanyakazi wa Hitler. Aliweza kuokolea ukaka kipindi wameamka maji na yule jamaa. Sasa kipindi alimokoa ilibidi dada abaki na huyo jamaa watumike naye. Sasa ndo akamwambia bana siri ya huyo mnyama sisi tuishaka ipata kitambo. Sasa kwa hiyo sasa yuko kule kwenye ofisi yetu ya Hitler. Jamaa anamwambia sasa kwa hiyo tutaipata hali bana, mimi nitakuonyesha njia ya kwenda kule. Twende usiku ficho. Walikumbuka dada anajua siri zote za pale. Unaona? Jamaa mwingine huyo hapo mwingine yeye anatoka na wao anajipenya ndani. Lengo likubwa waende wachukue usiri ambayo walikamataga muda mrefu site ile iko nayo hapo juu ile minyama. Kidogo hivi dada anamwambia wewe acha kutumia nyundo, nishapata fungua dirishani. Wewe jamii hapa ni nyumbani. Haya wacha kuwa ndani hapa. Unaona sasa anachukua USB anatia ile angalie ile siri aichukue. Jamaa kidogo anaingia pangie na yego na nini pale. Dada anamwambia nini? Unafanya nini hapo? Hatuna muda. Hatuna muda cha kuachana hiyo tu ya hivyo bana. Haoni kama tunaiba, haumjui Hitler vizuri wewe. Kidogo hivi kweli kama ninavyosema hatuna muda tufanya haraka. Walizubazuba kidogo Hitler akakuta ndani na ndio ashapiga kamba. Anawaambia nyie sasa hapa mmefika kwenye maa yangu na ni hapa mtaka kuiba. Nishaipata tena. Votre place est avec Travis. Donc, eti bana nafasi yako iko na Travis. Eti nyie bana maiti yenu itabidi ipigwe risasi. si tous vos membres étaient arrachés par une créature sauvage que je tuerais dans un élan courageux, mais malheureusement vain pour sauver vos
vie, alors. Ça serait bien mieux, vous ne pensez pas? Qu'est-ce qui va pas chez vous, Harker? Vous avez pas les idées claires. Vous êtes diabolique. Diabolique? Est-ce qu'un léopard est diabolique quand il tue un buffle? Entre vous et moi, Travis, j'applique simplement la loi du plus fort. Haya basi, nawaambia mimi hapo sasa hivi niwachukulie sheria ngumu sana zaidi, na kama hiyo sheria sasa ndio hiyo, na kama kawaida anawaambia kijana wake watoke waende waache ndani wao wawili. Alafu yeye kule anapoenda kule ndio anakujifikiria sheria gani atawafanyizia sawa sawa. Na wao hivi sasa wanasema hivi, jamaa ameenda, inabidi tufanye namna ya kuila kujiokoa si wenyewe, kwa maana kirudia huyo inaonekana tumaliza hapa. Kidogo hivi jamaa anaona mbabula kule. Je dirais que vous avez un don. Oh, mais j'en ai beaucoup d'autres. Je vous le jure. Vous résistez bien à la douleur? Anaambia bana, una uwezo kuvumilia maumivu ya moto? Eti nini? Jamaa na kwenye moto pale. Kumbuka hiyo moto amewasha ili aunguze hiyo kamba, iungue ili iachane. Ila anasikia maumivu kumikoa naungua kweli kweli. Akila amefanikisha kufungua ile kamba, anachukua kisu na mtona ile kamba. Haya, twende zetu, tumemaliza. On fait quoi maintenant? Haya, tunafanya nini sasa hivi? Bana, hapa natakiwa tufungue gesi, tulipue ili mlango ufunguke. Mnaona hapo? Kumbuka wanafungia mlango, atumia ile gesi ile awashe nani ya moto ilipuke. Wewe nasikia huko nje kimenuka. Wajikuta huko nje. Nimekubariki bana. Tukimbie sasa. Tukimbie. Wanakimbia huku, wamezingirwa. La, wapi? Wamekimbia huku, wanazingirwa. Leta pikipiki haraka sana jamani, leta pikipiki haraka sana. Haya, tunakwenda sasa. Mbio zinakwenda. Tuone mbio za mtu wa miguu na pikipiki. Hao porini hao. Hapo inabidi wapige mbio. Wapige mbio, zile mbio za ukweli. Pikipiki na wafuata hiyo. Kidogo hiyo anainua, ya swata. La! Anarudilia tena wewe. Ala, piga chini. Haya. Jamaa kapigwa mti wa mgongoni, ametupa fahamu. Wa jamaa wanachukua pikipiki sawa, wao ndio wanakianzisha. Unaona huko. La, ndio pona yawe. Yaani hapo hawametumia ujanja, nafikiri hapo ikilangia wamaliza. Yaani angewashika, angewakata viungo, kila kiungo fasi yake. Ce n'est pas du matériel de pointe, mais on va faire avec. À quoi ça va servir? Travis a eu une idée de cinglé. Eti hiyo ni ya nini? Si on utilisait les mêmes fréquences d'écolocalisation que la créature et qu'on les amplifiait, ça pourrait lui faire peur. Ouais. Dès que j'en aurai fini avec ce bébé, on aura le plus délirant et le plus puissant des hydrophones qu'on ait jamais vu. Eti bana, tuandaa tutengeneze kitu ambacho kiko na nguvu sana cha zaidi chenye watu hawajawahi kukiona maisha yao mazima. Est-ce que c'est bien ce que je crois? J'ai entendu parler de votre... Eti bana, kwani hivyo ni vizuri vinajua? Votre forme de persuasion. Eti mwanaume nakubali sana bwana. Sympa. Tumeona sasa. C'est pour ça que le sonar ne l'a jamais repéré. Il restait planqué. Le résidu jaune qu'on a trouvé sur les lieux, c'était de l'aragonite. Araga quoi? C'est un minerai qu'on trouve dans les mollusques, dans les coraux et dans les grottes. Je parie que c'est là qu'on trouve. Eti bana, hiyo ni mele ambayo watu panaboriki, watu ambao inapatikana katika korona sehemu mbalimbali huko. Eti bana wewe, yani umeweza kunisaidia sana, lakini hakuna ngine ya kufanya. Eti bana, kwa heri. Mbaki salama, sio na kufanya kazi zetu zingine huku. Juu ya kuweza kudhibiti ule mnyama. Tuone kama tutafanikisha kukamata. Haya, hapo wanakwenda sasa
kwenye shughuli ya kutafuta wale mnyama. Kumbuka washatengeneza mitambo yao, mitambo ambayo itaweza kuwasaidia kupambana wale mnyama, kama ule mtambo wa ukinguruma ule mnyama unabidi ukimbie. Kwa hapo kwa ndani ya maji sasa wanaelekea katika ile maji, ile eneo ule mnyama unaishi. Kumbuka waliona pale mnyama unaishi hapo, sasa inabidi waufate kule kwenye mnyama ule mnyama unaishi. Unaona dude yenyewe wako naitengeneza kama kawaida. Il faut qu'on tire à l'intérieur. L'intérieur, vous comptez vous approcher à quelle distance? Il y a quelque chose qui s'approche. Tunasikia kitu kisogelea. Pao kitu kinasogelea. Nini kinaendelea? 300 mètres. Mita 300. C'est bon. Tupa. Haya. Il est là. Iko pale. Kidogo hivi wanakiona. Quoi? À 100 mètres. Kwenye mita 100. Accordez le solénoïde. Alors remonte-le et répare ça sur le champ. Eti nimesahau kama nani, nimesahau kuweka nani hii ndio hii. Eba kama kini kinafika. Haya. Mituto inaanza. Kumbuka ile mituto watumia, sio ile mituto kuua, ni ile mituto akipiga inabidi nguvu zikiishie. Hicho kinasara sasa. Sasa amekipia kidogo dada. Dude amemchumia kwenye paja. C'est bon, je vais survivre. Bwana. Eti ni sawa, acha kifike tu. Jamaa anabidi anajitupa kwenye maji. Il est allé. Roho ngumu ya maajabu. Kumbuka huyo ni mtafiti wa mambo ya kurekebisha vifao ambayo vinaweza kupambana na minyama. Sasa alisahau kuna dude alisahau kulifunga pale. Sasa ndio aliwaza ile. Sasa tunaona hiyo fujo, mnyama anafanya picha korosi, huyo anakimbia. Naona ndio amesahau kufanya nini, kufunga juu. Ukifinya kule mgurumo, ule mnyama ukisikia mgurumo inabidi ukimbie, kwa sababu ule mnyama huyo mgurumo hawapatani nao hata kidogo. Naposikia ule mgurumo inakimbia kweli kweli. La laisse pas passer. Kama kawaida inabidi waunganishe safari huko, wale kipa wanaenda huko. Kumbuka hapo kazi wangaliki nao, mnyama bado wangaliki nao. Haya basi tena vile vile na yeye anaelekea katika ile pori kwa tafuta la jamaa ndani ya maji. Kumbuka yuko anatafutisha, waona ndio wale kule. Unawaona mzee? Eti tusogeni kule. Tuwafate kabisa, tusogeni kule. Hapo tena jamaa hawaelewani. Kisa maana hawaelewani, kila kundi liko na mawazo tofauti. Hitler yeye yuko na mawazo kusema kwamba kuua kabisa tukomeza ile mnyama. Mwingine naye anasema bana, ule mnyama sitaki kuuawa. Ule mnyama ni ukamatwe mzima ili uwekwe sehemu, iwe sehemu makumbusho na wenyewe uzidi kuishi uwe hai. Sasa hicho ni kitu ambacho kwanza hawaelewani. Sasa kila mtu sasa anatakiwa afanye uchunguzi wake binafsi kundi lake. Sasa kufikia vile ilifikia saa Hitler na jamaa ikaanza kuindana. Unaona hiyo? Muindana kidudu na kidudu kiwawinde, alafu wenyewe muindani wenyewe kwa wenyewe. Unaona mambo sasa kwenda hapo. Hapo sawa, jamaa washaja kwenye bango sasa, kile kijio kikubwa. Unaona? Na kile kijio kikubwa hapo. Sasa hapo hatujui mwisho wa kutoa hicho kijiwe itakuwa vipi. Kumbuka sema ndio wanatembelea, wako wanatafuta sehemu ambaje paka waokoti kinaishi wapi. Unaona? Shida yao mpaka waokote kinaishi wapi. Kumbuka wanakiona ndani ya maji tu. Sasa hawajui kinaishi wapi. Lengo lao lilikuwa watafute kwanza, wajue kinaishi wapi, kinalaga wapi. Ndio yote sawa, na wako wafanya nini, wanatafutisha. Huyo Hitler naye lengo lake likubwa anawafuata wa jamaa. Yeye afati mnyama, anawafuata wa jamaa.
ili awashike. Wahuni wenyewe ndio wapo ndani ya jiwe ile bango hapo, wako wanatafutisha waone sehemu yake kama kinalala wapi. Naona kidogo hivi wanasikia mgurumo huko, naona kweli umo ndio nyumba yake hiyo. Haya basi, ujenzi unaendelea. Wako wanacheza kano. Hiyo kano hiyo ni kama vile wanatengeneza sehemu ambacho ni kama vile mtego, kikiingia umo akitoki. Juu wenyewe ni yao wanataka waikamate kizima kizima, hapana kuwa mzima mzima. Kidogo namsikia Trevor naye anafika sasa. Bingwa anafika naye. Eti bana imefika nyuma sana, mmechelewa bana. Eti mimi sijui kuchelewa, nafuata nyie mwenyewe hao bwana. Eti bana pana ajali nyingi sana zinatokea katika kiwanda cha vifo. Sasa wewe unakuja kutumiza wala kidogo hivi kofi. Eti bana mweye kazi hapa inaisha. Inabidi mweye hapo kwanza nimalizana nyie kwanza kidogo mbele ya yote. Haya, kumbuka wengine nao wako upande wa pili wanatafutisha pe yule mnyama unalala ili waone waje la kufanya. Kama kawaida sehemu ya giza za mwashe matochi ili muone vizuri. Gisi wako hapo watafutisha waone wapi nyumba ambayo kinalala emo. Eti bana tunaona huyu ni muda tuanjao kujiandaa tafutu njia kurudia nyuma. Eti bana hii eneo bana ni eneo ambako sielewi kabisa. Eti hii eneo ni eneo ya kipekee kabisa, yani ni eneo ya kipekee. Gisi imeundwa, yani imeundwa eneo ya kipekee. Kumbuka sehemu yani ukifika karibu ya maji ajiflash yenyewe. Watembea katika ile bango watafutishe sehemu waone parakiona wapi. Kwa maana wao mpaka leo walikuwa hawajui kinaishi wapi. Jamaa anasikia uoga kidogo hivi, waona kitu kimelala kule. Ngoma imechoka kweli kweli. Ngoma imechoka kweli kweli. Ndio anaona sababu kumbe kinaishi hapa. Eti bana kumbuka zinga la bonge lilichoka kidogo vile wasikia. Naendelea kwa kulala kwanza, nasema watu nani tena au mimi naota jamani. Haya, wajamaa kama kawaida yao, kazi yao kama waganga wa wanyama pori, wanapona mnyama inabidi wafanye mambo yao. Kama kidogo hivi jamaa ameponyokiwa na kitu kinaanguka chini. Kumbuka uoga wote huo. Tukimbie kusikia jamaa temika muoga kweli kweli. Kinaona kwa charanza sasa. Kinaanza kwa charanza. Kumbuka mkia wa huyo ni wembe. Kijana mbwebwe zinamkamata. Yaani unatamani ufe haujafikiwa. Haya. Jamaa bahati nzuri alikimbilia kwenye bango sehemu ambayo hakiwezi kuingia. Kumbuka tundu ni ndogo, ito kimnyama ni kikubwa sana. Sasa penye jamaa aliingia, jamaa alishatetemeka, nafikiri hivi suruali isharowana muda mrefu. Suruali isharowana muda mrefu. Yaani jamaa suruali isharowanishwa. Dude lenye linatisha kweli kweli hilo. Tukimbie huku. Aya.
Dude la mbio kweli kweli. Kumbuka huyo sasa, huyo ni mtoto. Huyo ni mtoto. Mama hayupo, huyo ni mtoto. Huyo ni mtoto yuko anapambana. Walikutana mama hayupo, anaenda kutafutia ration ya mtoto. Sasa kulipo walikwenda, wakuta mtoto amelala. Sasa mtu mwenyewe sana yeye mtoto mwenyewe na yeye ni babe. Unaona hapa jamaa anapambana na mtoto. Mtoto anaamka tena. Mama ni hatari. Dude ni dude. Wanapambana. Kumbuka dude hilo lishapata majeraha tayari. Lilipigwa ila ni ile risasi. Kumbuka ile bunduki haiui. Ni bunduki akupiga, akimpiga tu nguvu za muishiana. Kumbuka akufa. Sema ile risasi yapiga ni risasi la dawa, ile dawa kusinzirisha ile. Ukipigwa ile lazima utasinzia. Sasa dude limepambana, nguvu ile muishiana, linalala sasa. Juu ya nini ile sasa ipigwa ile. Jamaa amechoka kweli kweli. Hey! Umepona? Kijana muoga kweli kweli, unamwona? Anaomba na kufika. Haamini. Yaani haamini. Acha nifika naona kama kweli kweli. Kimekufa, ni kweli. La. Eti bana, yani ni kitu amba ameelezeka kweli. Adinomiza kweli nini? Sûrement quelques heures. Unaona hapo ndo wanamwona live sasa. Hitler na yeye alishawangukia yeye. Bravo, hey. Tuna ni mtu gani Hitler bana? Mbona tufuatilia sana? Eti bana, kazi nzuri Travis. Umefanya kazi nzuri Travis. Bana tena vitu gani? Ushanifukuza kule maneno yako. Unifuata kufanya nini tena bwana? Eti bana, hayo ni matokeo. Eti bana, ukweli unajitahidi kwenye kitendo. Kwa hiyo saa leo weye mda wako huyu na kumaliza. Eti bana, mweye msijifikirie bila kufanya kitu bana Hitler. Hivi kuniua wewe utawafaidika nini? Na huyu mnyama ukiuua utawafaidika nini? Nakuila kwamba usiui. Eti wewe mnafiki. Kumbuka udada ni dada wa huyo. Sasa alifanya anajitoa kwa Hitler, ikabia mjunge na jamaa. Itafanya bla 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 bla. Yaani wewe unafanya mambo bla bla hapa, mnyama unataka kumaliza. Kumbuka yule mnyama pale haukufa, ulilala tu. Mkono. Wababe wawili wanachana mkono. Huku wengine na wenyewe wako napambana huku. Wana mkono huku. Kidole changu la. Haya, ni kuzunazunzana tu. Usingisiki wewe. Eti ni mtoto, sio yeye, ni mtoto. Ule ni mtoto. Nini? Ni mtoto? Eti bana, mama ataingia hapa kuja kulinda mtoto wake. Na kidogo mama anaingia kweli. Hitler anashangaa, yeye alijua kama ameua mama. Kumbuka Hitler yeye alikuwa anategeza tu wajaenda wafanye kazi ya kumalizia minyama, yeye aje kuageuka ili apate zawadi yeye. Naona. Kwa sababu mission hapo walikuwa nayo ni ya kumaliza huyo mnyama. Utolewe hapo. Sasa Hitler yeye alikuwa na uwezo wa kufanya kazi pamoja na minyama. Yeye alikuwa anategeza tu hao ndio wafanye kazi, alafu awajia waue ili zawadi apewe yeye. Sasa bahati mbaya alikuta kumbe yule amekufa, ni mtoto, sio mama. Ndio anamwambia wewe nimeua, sio mama, ni mtoto. Haya, umoja analiwa sasa. La. Nini tena hii jamani? Haya kuaje haya jamani? Hata mimi Travis, mimi sipo.
Mtu analiwa mzima. Mimi naenda lakini nikimbie bwana. Mimi si mzima. Kwa hiyo nimeona hapo. Dude lafuata. Kuna hasira ya mwanaye. Lina hasira ya mwanaye, ndugu za wasikilizaji. Dude limechafuka roho kweli kweli. Hasira ya mwanaye lazima tameza watu. Linawatafuta kila sehemu. Sasa mimi leo nitawaonesha mtoto wangu mimi. Nitawamaliza, sitakubali. Nipisheni. Hapana, ishia huko bwana, ishia huko. Kaa kimya, usipige fujo hata tusikia wewe. Kaa kimya. Mimi acha nikae kimya basi. Nakaa kimya. Yuko wapi kule? Amekuja au achacha? Aya! Amekwenda. Ndio kweli jamani. Analiwa mzima. Bana twende bana, tuachana naye ajelie bana. Twende. Tukimbie huku bana, tuachane naye. Naliona dude, ngoma hiyo inapita. Ngoma inawatafuta huko. Ngoma inazidi kupata sosi. Mdomo wake Yesu ni balaa. Harufu iko hapo. La. Dada asikia harufu mpaka anapiga kelele. Dada kasikia harufu mpaka anapiga kelele, anaamua kukimbia. Kidogo hivi tena mwenzao kuanza. Hitler naye ashatenza hapo wote. Anaambia wewe Hitler, unataka nini ndugu yangu? Unataka eti na wengine ndio hapo nishatia chini ya ulinzi. Wanasema nini? Eti wao wanafanya hivyo. Kidogo hivi dude lafika. Unaona sasa ujinga wa Hitler. Anafunga wengine huku, hajui kama muziki bado unaendelea. Sasa itakula kwake sasa. Sasa wataua, auwe sasa. Ndio ile hapa linafika sasa. Haya sasa. Tumuone sasa mwisho wake hapa. Dude nafika live, macho kuyangine. Pigeza tuwaone. Hitler anasema anashida kuua. Ndio ile imefika sasa dude, ngoma imefika live ku live. Yaani wao toto mbili. Yao bunduki na dude hilo hapo. Pigwa! Mkia mmoja unapai wane. Hapana. Hitler sasa alikuwa anasema anaua. Auwe dude ndio anapiga paka risasi na muishiana. Unaona huko? Piga paka risasi na muishiana. Pigwa! Anapigwa kwa mkia kwanza. Hitler tabani. Cheza wewe. Hitler tabani. Alikuwa anasema atamuua. Hasa dude kafika mwenyewe live. Live jamani. Dude kamtia mkia umoja Hitler. Kanyosha migojo. Haya, tuana namba 2 hapo. Dude amechafuka kweli. Mwanae mtamlipa. Tuko vizuri. Ndio. Maendelea vizuri hapo. Ndio tuendelea vizuri. Dude ni dude. Jamaa kule ashakojua suruali nzima merowana. Njoo huku, waache hao. Nifuate huku mimi. Wewe acha hivyo. Scott. Acha hivyo Scott. Wewe njoo huku. Jamaa aisha kujua ni muoga kwa lakini anastahili kujikaza. Yala mama. Mimi nakufa. Njoo huku wewe, njoo huku, achana huyo, njoo kwangu na mimi. Ingieni ndani ya mtumbi. Ingieni ndani ya mtumbi, ingieni. Haya. Kama kini. Jamaa na ile dude. Kumbuka hiyo daki ipiga hiyo dude hiyo, akiwasha tu. Mnyama unafaa tupafahamu. Nendeni tu. Nendeni msijali, achana mimi, nendeni. Nitakuta mbele kwa mbele huko. Mimi ni jeshi, ndapambana mwenyewe huko. Kumbuka Hitler kule alipigwa mkia mpaka anakufa. Hilo dude hilo.
hilo lakiliwasha hilo mnyama kwa kweli unakiraika sasa, unamnyanyua mzima mzima. Kumbuka unamnyanyua mzima mzima, kichwa kiko ndani, alafu ile dude analiwasha pale pale karibu yacho. Sasa ule mgurumo ile dude unakichanganya, ule mgurumo unakichanganya, unaona? Yaani ule mgurumo umekichanganya mpaka kinachanganyikiwa akili. Haya, sehemu ya pili hao jamani, mwenzetu jamaa kachoka kweli kweli. Kachoka kweli kweli. Mapigo mengi sana dude bado. Lakini dude bado liona na yenyewe nguvu limekiishiana. Dude nguvu limekiishiana. Akina uwezo ukimbia tayari. Naona ule mgurumo likisumbua sana ubongo bongo, yani paka inatupa fahamu kinaanguka. Davis, yashafika. Ndiye tumempata jamani, amekuja. Mwanaume takubali bosi wetu. Bosi wetu huyo. Bosi wetu ni hatari. Bosi wetu huyo. Bosi wetu mmekondekeaje bosi wetu? Eti wallahi, mbona penda habari? Kule. Wallahi kule ni hatari. Jamani bosi wetu, wallahi atenda pale siri baadaye. Wallahi. Haya basi. Kama kawaida tuko kwenye ofisi na laptop yetu mkononi hapo. Tunaangalia matukio ambayo tokiaga kama kawaida. Haya basi, kuna kubaza sinema yetu hii. Sinema yetu ya kibabe ambayo inachezwa kwa lugha ya Kifaransa. Ndugu zangu wapendwa, sinema hii ni sinema moja nzuri sana. Ilikuwa inaitwa La Crypte du Dragon. Sinema moja ya kibabe. Ni sinema ambayo ilichezwa na wacheza sinema kama waine hivi. Akiwemo Delphine Landgren, Scott Adkin, au sio? Sinema hiyo ilikuwa ni sinema moja nzuri sana. Sinema moja vituko kweli kweli. Sinema moja za action kweli kweli ambazo zisizoelezeka. Basi sinema hii navyoiona tunaimaliza sinema hii. Mko na DJ Mfyatu Juma, nilikuletea sinema hiyo kwa lugha ya Kiswahili. Basi hamna tatizo, na sinema zingine nyingi sasa nakuja naandaa sinema zingine nyingi. Muda si tupunde ndio kwa sinema la Kihindi. Sinema la Kihindi kweli kweli ndio tunafuata kwa lugha ya Kiswahili. Mko na DJ Mfyatu Juma. Nileta sinema moja kali sana kama hiyo ambayo mmeona, na zingine ziko nyuma sasa nakuja. Na sinema zetu hizi ni sinema ambayo ndakuwa naletea sinema moja nzuri. Mimi sichoga na TV bovu bwana. TV bovu. Na TV ya ukweli kabisa. Yaani pa angalia sinema moja nasema kweli kweli, au sio? Haya basi, kwa mara nyingine tena tutazidi. Mlikuwa na DJ Mfyatu Juma. Bye bye. Yabona
micabango yami uyayihola. Hayi wena sithandwa, nguwe wedwa lavi, wena usisi inhliziyo yami, micabango yami uyayihola. Hayi wena sithandwa, nguwe wedwa lavi. Ngiyabonga ngisibonela ingelosi iyangibiza, yena uyangithanda, kuvuka imizwa ingiyale, uyangithanda, yena uyangithanda, uyangithanda. Yabona